Unaangalia Midraj TV, tabasamu lenye kudumu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Sayyida Saadat, Ya Mujiba Da'wat, Ya Rafi'a Darajat, Ya Wali al-Hasanat, Ya Azima Barakat. Salatu wa salamu ala ashrafil anami Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za khairi kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia siku ya leo kukutana kwa mara nyingine tena, kwa wakati mwingine tena, kwa ajili ya kuweza kuelimishana, kwa ajili ya kuweza kupatiana ilmu mbalimbali ya juu ya mambo ambayo yanaotuzunguka katika maisha yetu. Siku ya leo jambo nitakalo lizungumzia ni tafsiri ya ndoto. Tafsiri ya ndoto hiyo nitazungumzia tafsiri ya ndoto ya mtu kuunguliwa na nguo yake au kuungua kwenye mwili wake. Hivi vitu viwili, kuungua kwenye mwili wake au kuungua nguo yake. Hivi vitu viwili wapo baadhi ya watu wameviota na vimetokea kweli, na vimepelekea watu wakaviona kwenye njozi. Lakini baada ya mtu kuota haelewi, nguo yake imeungua. Tafsiri ya nguo kuungua ni nini? Tafsiri ya yeye kuungua na moto mwilini mwake, ima kwenye mkono, kwenye mguu na pahala popote, tafsiri ni nini? Kuna watu ambao hawafahamu tafsiri hiyo, lakini leo tutakupa suluhisho la hilo, tafsiri ya hiyo ndoto yako ambayo uliokuwa umeiota. Jambo la muhimu sana ambalo ni kuombe wewe ndugu yangu unayenisikiliza uweze kulifanya, ikiwa kama ni mara yako ya kwanza, basi uweze kusubscribe, lakini pia ikiwezekana uweze kulike pamoja na kushare video hiyo ambayo unaoitizama hivi sasa, kwa ajili ya wengine wapate faida na wapate kuelimika katika kile ambacho tunachokielezea, tunachokisema kwa siku ya leo, kwa idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tafsiri ya ndoto ya mtu kuunguliwa kwa nguo au kuungua mwilini mwake na moto ina maana nyingi, lakini maana yenye mashiko na yenye nguvu kiusahihi kabisa ni maana moja, ambayo hii nitakayokuambia siku ya leo. Ikiwa utaota nguo yako imeungua au mwilini mwako umepata kuungua na moto, maana yake ni kwamba yule muhusika aliyeiota ndoto hiyo atambue ataingia kwenye mgogoro. Sababu ya kumuingiza kwenye mgogoro huo itakuwa ni kitu anachokimiliki, yaani kitu ambacho kipo kwenye himaya yako, unachokimiliki. Basi tambua utaingia kwenye mgogoro kwa kupitia kitu hicho ambacho unachokimiliki. Kitakuwa ni sababu ya kukufanya wewe kuwa katika hali ambayo ya kufuata mgogoro mkubwa ambao utakao kushughulisha kiakili na kifikra na hata kimwili katika kuweza kulipambania mgogoro huo. Kwa hiyo tafsiri ya mtu ambaye mwenye kuota nguo yake inaungua au anaungua kwenye mwili wake pahala popote, tafsiri ni kwamba yule ambaye mwenye kuota hivyo atambua ataingia kwenye mgogoro ambao mgogoro huo utahusiana na vile anavyovimiliki yeye katika himaya yake. Basi vitamsababisha kuingia katika mgogoro. Inawezekana ikawa nyumba, inawezekana ikawa ni mali, inawezekana ikawa ni ndoa, inawezekana ikawa ni mtoto, inawezekana ikawa ni mke au mume. Chochote utakachoingia kwenye mgogoro kitakuwa katika himaya yako. Inshallah muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuepushie mtihani hiyo. Ikiwa moto huo ambao utakaouona, maana inabadilika sasa hapa.
Ikiwa moto huo utakaoona uliokuwa ukiunguza kitu chako, kama ni nguo au mwili wako ukakuunguza, ule moto ukawa una miale inaelekea juu, kwa maana nikizungumza ile mioto midogo midogo inapaa inaenda juu, tafsiri itabadilika kama moto utakuwa ni wa design hiyo. Ikiwa moto wa design hiyo, tafsiri yake itakuja kwamba wewe utaingia kwenye mgogoro na mtawala sehemu unayoishi, au kwenye taasisi, au kwenye chama, au kwenye sehemu yoyote ambapo wewe panapokuhusu kuna ambaye anayekutawala. Nikizungumza mtawala, inawezekana ikawa ni rais, inawezekana ikawa ni waziri, inawezekana ikawa ni mfalme, inawezekana ikawa ni mzazi. Mtawala wako, mfalme aliyekuwa juu yako, ana uwezo kuingia naye migogoro kama miale ya moto itakuwa ikipaa kwenda angani. Lakini ikiwa miale ile haiendi angani, moto ni mkubwa, ina uwezo ikabadilika pia tafsiri ya ndoto hii. Kama itaungua nguo yako, utaungua wewe mwilini, ukaja kupata maradhi, ina uwezekano ukaja kupata maradhi ya ngozi. Kuna mtu akiota ndoto hii, nguo yake inaungua, ima yeye mwilini mwake kuna pahala kwenye mwili wake sehemu inaungua na moto, akaja kupata tatizo la ugonjwa wa maradhi. Maradhi hayo ambayo atakayoyapata ni maradhi ya ngozi. Ala kulli hali, Mwenyezi Mungu ndo anayejua. Sisi hatuwezi kujua kwamba maradhi hayo ya ngozi ni maradhi gani utakayoyapata. Iwe ngozi kukauka, ngozi kukakamaa, ngozi kubanduka, ngozi kuwa inasinya, vyovyote Mwenyezi Mungu yeye ndo anayejua utapata maradhi gani ya ngozi ya aina. Kwa hiyo tafsiri ya mtu atakayeota ndoto ya nguo yake inaungua, au akaota kitu kwenye mwili wake kinaungua, ajue kwamba maana ni mbili kuu. Maana ya kwanza ni maana ya mtu kuwa ataingia kwenye mgogoro wa mali au kitu anachokimiliki. Maana ya pili, ikiwa ule moto miale yake inaenda juu, tafsiri kwamba ataingia kwenye mgogoro na mtawala, ima ni rais, mfalme, waziri, bosi, mzazi. Utaingia kwenye mgogoro na yule mtawala ambaye uliyekuwa anayekutawala kwenye mji, kwenye kazi na popote ambapo utakapokuwa. Kuna mtu mwingine anaweza kuishi kwenye nchi ambayo haimilikiwi na mfalme, basi tambua ina uwezekano ukaingia kwenye mgogoro kwenye familia. Aliyekuwa mkubwa wako anawezekana akawa ni bosi katika kampuni, katika taasisi, katika kazi ambayo unayoifanya. Lakini pia ina uwezekano ukiota hivyo nilivyovieleza ukapata maradhi ya ugonjwa wa ngozi, ambayo ngozi hiyo ikakupelekea kuharibika, kusinyaa, kuwa katika hali Mwenyezi Mungu anayejua. Ndiyo ina uwezo wa kuwa katika namna tofauti tofauti. Kwa hiyo leo umepata kujifunza tafsiri ya ndoto kuunguliwa kwa nguo au kuungua katika mwili wako. Nimeeleza ni hizo. Usichoke kuwa na sisi, kutufuatilia katika vipindi vinavyokuja. Utapata elimu ya kujua tafsiri ya ndoto mbali mbali ulioziota na hata usizoziota, ili ukija utakapokuja kuota ujue maana yake ni hipi. Baada ya kuzungumza hivyo, nikutakie siku njema. Mwenyezi Mungu akujalie. Ikiwa mara yako ya kwanza, subscribe, bonyeza alama kengele ili uwe katika mmoja ya familia wa channel yetu ya Midraj TV. Naizungumza hapa ni Sheikh Midraj Ali Abdallah Sahmiu. Nikutakie siku njema, siku yenye baraka, siku yenye kheri katika maisha yako, na uwe balozi wa kuweza kuelimisha wengine wanaotafsiriwa ndoto vibaya. Wabillahi tawfik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Midraj TV, tabasamu lenye kudumu.